Ramani ya frame ya maduka ya kisasa. Tazama mwenyewe hizi frame zinavyopendeza. Mjenzi wa Nyumba TZ imekuletea ramani ya maduka maarufu kwa jina la frame za biashara. Ramani hii ina vyumba 5 vya maduka, na katika hivyo vyumba viwili ni vyumba vikubwa zaidi na inafaa kwa mfanyabiashara mwenye mtaji mkubwa. Ramani hii imedizainiwa kwa lengo la matumizi ya biashara au ofisi, sio nyumba ya kuishi. Ni ramani nzuri na yenye vyumba vikubwa ili kuhakikisha mfanyabiashara anafanya biashara yake kwenye chumba chenye nafasi ya kutosha. Jengo lote ni jengo la kisasa sana, linavutia, nadhani mwenyewe unaliona lilivyo zuri kutokana na jinsi nguzo zake zilivyo designiwa. Ramani hii imedesigniwa kwa ubora wa hali ya juu. Inatumia material mengi kiasi. Ikiwa wewe kiwanja chako ni kikubwa, itapendeza sana, maana imedesigniwa kwa lengo la kujengwa sehemu yenye makazi ya watu. Ndiyo maana kuna milango midogo ya kuingia upande wa nyuma ya hayo maduka wanakoishi watu. Hapo ukiangalia hapo tayari kuna milango miwili hapo midogo. Hiyo ni milango ya kwenda upande wa nyuma, upande wa uani sasa, ambako kule kuna watu wanaishi, aidha ni nyumba za wapangaji au ni wenye nyumba wenyewe, lakini ndio kazi ya hiyo milango unayoiona. Kwa sababu frame hizi hazina upana mkubwa, kwa hiyo material yatakayotumika hayatakuwa mengi sana. Kwa hiyo gharama za ujenzi zitakuwa ni za kawaida tu, na inahitaji mtu mwenye kipato kidogo au kikubwa. Na kama hujajipanga vizuri, inatakiwa uwe na mipango ya ujenzi ya muda mrefu. Yaani ile utakuwa unajenga taratibu hatua kwa hatua. Frame hizi zinatosha kwenye kiwanja cha kuanzia mita 7 kwa mita 24 au kiwe zaidi ya hapo. Ina urefu wa mita 23.8 na upana wa mita 5.7. Kama kiwanja chako kipo tambarare na unajenga msingi kwa kutumia tofali za bloko, inatumia bloko 1700 kwenye msingi na bloko 3800 kuinua boma lote. Jumla ya tofali zote zitakazotumika ni tofali 5500. Inatumia mifuko 45 ya sementi kwenye ujenzi wa msingi. Pia inatumia mifuko 60 kwenye ujenzi wa boma, na inatumia mifuko 20 kwenye kazi yote ya zege. Jumla ya sementi zote zitakazotumika ni mifuko 125. Inatumia nondo 45 za milimita 12 na mchanga tipa 5 na kokoto tipa 2, mbao za kenchi pisi 150, mbao za papi pisi 100 na bati za futi 10 pisi 126. Vipimo vyote vimezingatiwa kutokana na ukubwa wa vyumba. Pia milango, nguzo, ngazi na ukubwa wa vyumba vipo katika vipimo vinavyokubalika kitaalamu kwa kila mfanyabiashara, na hata muonekano wake wa ndani na nje ni wa kuvutia sana, kama wewe mwenyewe unavyoona. Kama umependezwa na ramani hii na unahitaji kuipata, hii ramani ipo tayari na imekidhi vigezo vinavyokubalika na serikali ili kukuwezesha kupata kibali cha ujenzi kwa wale waliopo mijini. Na hii nyumba ina full budget, na budget yake yote kuanzia ujenzi wa msingi, ujenzi wa boma hadi kupaua. Ikiwa umependezwa nayo, unaweza kuwasiliana na mimi kwa namba hizo unazoziona ili uweze kuipata, na unaipata na bajeti yake yote ya hii nyumba. Sio unaipata bure, ninakuuzia. Pia ninachora ramani za nyumba aina zote. Ninajenga nyumba za aina zote. Napaua nyumba aina zote. Napiga plaster, nafunga gypsum board. Nina skim na kupaka rangi. Ninajenga marumaru na ninafanya finishing zote kwenye nyumba, au unaweza kusema unanikabidhi kiwanja na mimi na ukabidhi funguo. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare akaunti hii ya Mjenzi wa Nyumba TZ. Kumbuka, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Asante sana kwa kunisikiliza, na karibu tena kwa video na elimu zaidi na zaidi. Shukran.